Kupitia Instagram leo, wakili maarufu hapa nchini Tanzania, Peter Kibatala, ameandika hivi: nimepewa maelekezo rasmi na kanisa la The Glory of Christ Tanzania Church, ambalo linajulikana kama kanisa la ufufuo na uzima, linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima, kutekeleza majukumu yangu kama wakili wake na kuwawakilisha kisheria viongozi wake pamoja na waumini wake katika kudai haki yao ya kuabudu. Haki hiyo inadaiwa kufutwa na msajili wa jumuiya na vyama vya kiraia wa Wizara ya Mambo ya Ndani, jambo linalodaiwa kufanyika chini ya sheria ya vyama sura ya 337. Moja, nitaongea na vyombo vya habari hivi karibuni kuhusu masuala yote ya kisheria yanayohusiana na tukio hili la huzuni kubwa, na nitawajulisha hatua zote za kisheria zitakazochukuliwa ili kupinga kile ambacho wateja wangu wanaona kuwa ni dhuluma ya kisheria inayokandamiza uhuru na haki yao ya kuabudu. Mbili, baadhi ya wateja wangu ambao walikusanyika kwa ibada walikamatwa usiku wa tarehe 2 Juni mwaka 2025 na kwa sasa wanaendelea kushikiliwa katika kituo cha polisi Oyster Bay, mkoa wa polisi Kinondoni, Dar es Salaam. Nimetuma mawakili kutoka ofisi yangu ili kutoa msaada wa kisheria. Tutawatetea watu hawa wa imani kwa uwezo wetu wote. Tatu, tumechukua hatua za kisheria za awali na tunaendelea kuchukua hatua zaidi na kushughulikia swala hili kwa uangalifu. Tunafahamu kauli kadhaa zilizotolewa na maafisa wawili wa serikali zinazokiuka haki na ustawi wa kisheria na kidini wa mteja wangu. Kama nilivyoeleza hapo juu, nitatoa majibu sahihi kuhusu kauli hizo hivi karibuni. Hatufahamu lolote kuhusu kanisa la The Glory of Christ Church linalodaiwa kufungwa. Wateja wangu wanajulikana kama The Glory of Christ Tanzania Church. Hivyo nasi nyaraka zozote zinazozunguka zenye jina la Glory of Christ Church haziwahusu wateja wangu. Hivyo basi ni vyema aulizwe mwandishi wa nyaraka hizo ili zifikishwe kwa kanisa husika, maana amekosea address na kuzileta kwa wateja wangu.